Iran imeonya kuwa itatoa jibu kali kufuatia shambulio la anga la Israel lililolenga maeneo ya Hezbollah katika kitongoji cha Dahie kusini mwa Beirut nchini Lebanon. Mwenyekiti wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran, Ibrahim Azizi, amesema shambulio hilo linaonyesha udhaifu wa Marekani na kushindwa kwake kuizuia Israel kufanya operesheni za kijeshi ambazo zinaweza kuhatarisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika ukanda huo. Uhalifu wa leo uliofanywa na utawala wa Kizayuni katika Dahie, Beirut, umeonyesha tena kwamba Marekani ni dhaifu na haina uaminifu kwa sababu hata haiwezi kuidhibiti Israel. Jibu kali linakuja, alisema Azizi kupitia mtandao wa X. Kauli hiyo imekuja wakati viongozi wa Iran wakiendelea kulaani shambulio hilo ambalo limefanyika katika kipindi ambacho mazungumzo kati ya Tehran na Washington kuhusu makubaliano mapya yanaonekana kuwa katika hatua muhimu. Wakati huo huo, mmoja wa makamanda wakuu wa jeshi la Iran, Ali Abdullahi, amesema taifa hilo limefungua ukurasa mpya katika siasa za kimataifa na kujijengea nafasi kama nguvu yenye ushawishi mkubwa duniani. Katika ujumbe wake kwa wananchi wa Iran, Abdullahi alisema uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo umeimarika zaidi kuliko hapo awali na kwamba wanajeshi wa Iran wako tayari kujibu tishio lolote. Uwezo wetu wa kijeshi ni mkubwa zaidi kuliko zamani. Wanajeshi wetu wako tayari na wana kidole kwenye kitufe cha kufyatua risasi kuelekea kwenye moyo wa adui kwa wakati wowote itakapohitajika, amesema. Kauli hizo zimeongeza hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Iran, Israel na makundi yanayoungwa mkono na Tehran katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kusema kuwa atajaribu kuishawishi Iran kutofanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel kufuatia matukio ya leo nchini Lebanon. Kwa mujibu wa taarifa ya Fox News, Trump anaendelea kuamini kuwa bado kuna nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano ya kidiplomasia yatakayosaidia kupunguza mvutano na kuzuia mgogoro huo kugeuka vita kubwa zaidi katika eneo hilo.